Operation ya upandikizi wa nyonga bandia ziko katika makundi mbalimbali. Kuna ile ambayo ni ya kutoa kichwa cha nyonga na kikombe chake, wanaita total hip replacement. Kuna ile ya kupandikiza kichwa peke yake na mkono na mguu ambao unaenda kuunganisha kwenye mfupa wa paja ambao unaitwa hemiarthroplasty. Kwa leo tunaenda kupandikiza kichwa cha nyonga ambayo inaitwa hemiarthroplasty. Operation kwa sababu sio mara ya kwanza kuifanya, tumekuwa tukizifanya, ila tu kwa Kitete ni mara ya kwanza, inaweza ikachukua kama saa moja, ikizidi sana saa moja na nusu kuifanya. Na tunafanyia mgonjwa ambaye kwa miezi 3 iliyopita alikuwa hatembei, anabebwa kwenda chooni, hawezi kufanya chochote, unamhudumia pale alipo. Lakini tunatarajia baada ya kama wiki 2 atakuwa anatembea mwenyewe. Anaweza kutembelea Magongo ndani ya wiki 2, maumivu yakiisha anaanza kutembea mwenyewe bila shida yoyote. Na atakuwa anajihudumia yeye mwenyewe, ataweza kushiriki na kufurahia maisha kama Mtanzania ambaye amehudumiwa kwa gharama za serikali ya Jamhuri ya Tanzania. Tunaenda kuweka nyonga bandia kwa mgonjwa ambaye tunamfanyia kwa msamaha. Vifaa vimeletwa na serikali, ni operation ambayo ina gharama kwa mgonjwa ambaye hana uwezo, asingeweza kufanywa hii operation. Wataalamu, kwa sababu sisi tunalipwa na serikali, tunajivunia, tunaenda kufanya, na kwa bahati nzuri sana kipandikizi cha kumwekea huyu mgonjwa kimenunuliwa na serikali, kimenunuliwa na Wizara ya Afya. Alafu vile vile taasisi karibu 3 zinasimamia hili swala. Kuna taasisi ya walezi ya kulea wazee wasiojiweza ya Tabora, ndio imeweza kufuatilia kuanzia maandalizi hadi tunapofikia. Na operation hii anafanyiwa kwa msamaha. Lakini hatumaanishi kwamba hizi operation zinafanyika kwa msamaha. Ni kwa sababu tu serikali imekuwa ikishinae huyu mgonjwa, amegharimiwa. Kwa hiyo imegharimia gharama zote za kumfanyia hii nyonga bandia. Kila kitu kimegharimiwa na serikali. Kwa hiyo nawakaribisha sana. Gharama zetu ni nafuu, msiogope kuja, karibu sana. Serikali imejipanga kwa ajili ya kuhudumia kila kundi la Watanzania ili kusudi wawe na afya njema. Kama mimi mwana Tabora naliona vipo vizuri. Nimelipokea vizuri tu kabisa. Haina shida. Wametuletea huduma nzuri tu. Kama mtu kapata ajali, kaanguka kwenye mti, kafanya nini? Itapunguza watu kuwa wanasumbuka kwenda mbali. Sababu watu walikuwa mpaka aanze sijui kusafiri kwenda mbali. Sasa hivi tumeletewa karibu. Kwa sababu mtu kukaa na penyewe bila na matatizo ni vibaya. Kama sasa hivyo imetokea hiyo huduma karibu, mimi sana naichukulia kawaida kabisa. Kwa hiyo wote ambao waliopata hilo tatizo la nyonga inabidi waje wapate kwenye huduma, wafanywe hiyo huduma. Mimi kwa jina naitwa Elizabeth Mateo Masungwa. Ili swala la upandikizaji wa nyonga nalipokea kwa roho moja. Kwa hiyo tutakuwa tunaangalia, unaweza ukampata rafiki au mzazi wako, au hata kama angekuwa mume wako, ukiona limempata hilo tatizo, basi unamleta kwenye huduma. Inakuwa imepunguza usumbufu, gharama, alafu hata mgonjwa pia anaumia sababu safari inakuwa ni ndefu. Pia naipongeza na serikali kutuletea huduma karibu. Kwa majina mimi naitwa Sita Sembe Matonange, ni mkazi wa hapa Tabora, maeneo ya Usule. Kwanza naishukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutuletea huduma hizi, kwa sababu tulikuwa tunasumbuka sana endapo kama sisi wa Tanzania kwa malazi ambayo tulikuwa tunayapata mpaka twende nchi za nje, kwa mfano India. Tunaishukuru sana kwa kutuletea hizi huduma za upandikizaji wa nyonga, na vile vile kwanza tunamshukuru mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa kutupigania sisi wananchi, na hili tunampongeza sana kwa jitihada zake. Kwanza nashukuru sana kwa upendo wangu wa dhati, na Mungu ambariki na azidi kutuletea huduma zaidi na zaidi.